katika kisiwa kidogo cha Pate, aliishi mvuvi jina lake Bakari, mwana wa mzee Rami, mjukuu wa nahodha maarufu Bwana Omari, aliyesafiri hadi maji ya Kumori na kurudi na shehena ya marashi na fedha. Bakari hakuwa na utajiri wa babuye, bali alirithi jicho la kung'aa la bahari na moyo uliojawa na dadisi zisizozuilika. Alipofika usiku wa mwezi mpya wa mwezi wa 12, Bakari alitoka kuvua samaki kwenye mashua yake ndogo Kibibi. Bahari ilikuwa shwari, yenye mng'aro wa kinamasi, nyota zikiwa zimetawanyika angani kama lulu zilizomwagwa. Alipokaribia mwambao wa kusini penye miamba ya chongowe, ghafula nyavu zake zilinasa kitu kizito kisicho cha kawaida. Kwa nguvu zote alikivuta mpaka mashuani, na hapo alipoona kifua cha zamani chenye kutu na minyororo ya shaba, kilichofungwa kwa mhuri wenye nakshi ya nyoka wa baharini anayejuma mkia wake. Moyo wake ulimwambia hicho kifua hakikutakiwa kuvuliwa, lakini mikono yake ilikataa sikio la busara. Kwa nyundo ndogo alivunja mhuri. Ndani mwake alikuta kitabu cha ngozi ya mbuzi kilichokuwa kimefungwa kwa ukanda wa ngozi nyembamba, na chini yake maandishi mekundu yanayong'aa kama makaa yanayowaka. Anayesoma haya ajue ameingia katika mkataba wa damu na mlezi wa siri ya bahari. Ukitaka utajiri, endelea; ukitaka uhai, funga na urudi. Bakari alikuwa mtu, na wanadamu ni wanyonge mbele ya tamaa. Alifungua kurasa. Ndani yake kulikuwa na ramani ya ajabu iliyochorwa kwa wino uliochanganywa na damu ya nguruwe baharini. Ilionyesha kisiwa kisichojulikana kilichozungukwa na ukungu wa kudumu, mahali palipoandikwa kimya cha mbinguni, si mahali ambapo mabaharia wote waliogopa kutaja. Hapo kwenye kina cha pango la matumbawe ilisemekana kulala hazina ya sultani wa mvua, mfalme wa kale alitawala maji na pepo kabla ya dini za kigeni kufika. Utajiri huo ulikuwa si fedha wala dhahabu, bali lulu moja inayoitwa jicho la bahari, yenye uwezo wa kumfanya mtu kutembea juu ya mawimbi, kuzungumza na viumbe wa chini, na kuamuru pepo wa dhoruba. Usiku huo huo, bila hata kumwaga mama yake, Bakari alivinjari bahari kuelekea kusini mashariki, akifuata nyota zile zile ramani ilizotaja. Safari ilichukua siku 7, na katika kila siku bahari ilizidi kwa tofauti, mawimbi yakawa na sauti za minongono, samaki walimfuata wakiimba nyimbo za huzuni, na mwezi ukageuka kuwa rangi ya damu. Siku ya 7, ghafula ukungu mzito ulimeza Kibibi yote, ukamfanya Bakari ahisi kama amezama katika dunia nyingine. Palipotanda ukimya wa kutisha, mwanga wa mwezi ulifanya ukungu uwe kama hariri ya fedha. Hapo mbele yake kisiwa kikajitokeza, si kisiwa cha kijani na minazi, bali mwamba mrefu mweusi uliochomoka baharini kama jino la nyangumi aliyekufa, na mapango yaliyotoa mvuke wa baridi. Alipofunga mashua kwenye mwamba, alisikia mlio wa kinanda cha zamani ukitoka ndani ya pango kuu. Sauti ilikuwa ya kuvutia na ya kutisha, mpigo wake ukiendana na mapigo ya moyo wake. Kwa ujasiri Bakari aliingia. Pango lilikuwa pana, linameremetwa na matumbawe yanayong'aa kwa nuru ya kichawi, na katikati juu ya kiti cha mawe alikaa mtu mzee sana, mrefu, mwenye ndevu nyeupe zilizofika magotini, macho yake yakiwa kama mbingu kabla ya ahadi. Alivaa joho la mwani na shanga za chaza. Mkononi mwake alikuwa anashikilia kinanda cha mifupa ya nyangumi, nacho kilitoa nyimbo isiyoisha. "Karibu, Bakari, mwana wa Rami, mjukuu wa Omari," mzee alisema kwa sauti iliyokuwa kama mchanga unaomomonyoka kwenye ufuo. "Nimekusubiri kwa karne 3. Jina langu ni Mwinyi Pepo, mlinzi wa jicho la bahari. Umefungua kile ambacho hakupaswa kufunguliwa, na sasa lazima uthibitishe moyo wako." Bakari akitetemeka, lakini hakuonyesha hofu, aliuliza, "Nifanye nini ili nipate hazina?" Mwinyi Pepo alicheka, na kicheko chake kilisababisha matumbawe kutetemeka. "Rahisi sana. Kuna milango 3 mbele yako. Mlango wa kwanza ni wa dhahabu. Ukifungwa utapata mifuko ya fedha na vito, lakini ukitembea nje ya pango, vyote vitageuka majivu. Wa pili ni nguvu. Utakupa uwezo wa kutawala watu wote wa pwani, lakini utaona kila ndoto yao, na wataota jinsi ya kukuchinja kila usiku. Wa tatu ni ukweli, ambao ukifungwa utaona yaliyopita, yaliyopo na yatakayokuja, lakini hutoweza kamwe kusahau chochote. Kila uchungu wa dunia utakuwa wako milele. Na katikati ya vyumba hivi, ndani ya mfereji wa maji upitao chini, ndiko kuliko jicho la bahari. Lakini ewe kijana, ukitaka kuingia mfereji, lazima utoe kitu cha thamani zaidi ulicho nacho." Bakari alitafakari. Alikumbuka maonyo ya mzee Rami, "Mwanangu, usitamani lisilo lako, kwani kitu kitamu mdomoni kinaweza kuwa sumu tumboni." Lakini tamaa na dadisi zilizidi. Akafumba macho, akavuta pumzi, akajibu, "Natoa kumbukumbu langu la wema wote niliowahi kufanyiwa." Mara ubongo wake ulianza kufuta picha za mama yake akimwinamia, babu yake akimfundisha kusoma nyota, rafiki yake Aisha akimpa mkate wakati wa njaa. Kila kumbukumbu ilitoweka moja baada ya nyingine, kama inzi wanaomwagwa kwenye moto. Huzuni ilimfunika, lakini alikuwa ameshatoa. Ghafula sakafu ya pango ilipasuka na mfereji ukajitokeza,
maji yake yakindaa kwa andi zote za upinde wa mvua. Mwinyi pepo alinyosha kidole, naye Bakari alijitupa kwenye mfereji. Ndani yake alijikuta katika ulimwengu wa chini ya bahari, ambako nguva na wanyama wa ajabu waliishi. Huko kwenye kigae kikubwa cha kaa mkubwa lilikuwa lulu lenye ukubwa wa ngumi, likitoa mwanga uliofanya kila kitu kiwazi. Jicho la bahari lilikuwa likidunda kama moyo hai. Alipolinyoshea mkono, sauti zote za bahari zilinguruma, usiliguse, kwani ukilichukua wewe ni wake, nalo ni lako hadi kifo kikutwange. Ulikuwa ni mtego maridadi zaidi kuwahi kuwepo, lakini Bakari hakuweza kurudi nyuma. Alipolinyakua, dunia ikatikisika. Mwinyi pepo alitokea hewani akicheka kwa nguvu. Sasa wewe ni mlezi wa jicho, utatembea mawimbini, lakini huwezi kamwe kukanyaga nchi kavu tena. Utazungumza na samaki, lakini wanadamu watasahau uso wako. Utarudi kijijini kama mgeni, na hakuna atakayekubali mikono yako yenye magamba ya lulu. Bakari alipanda juu kwa kasi ya dhoruba, akiwa na jicho mkononi. Alifaulu kutembea juu ya mawimbi kama Yesu wa kale, akiongoza kibibi kurudi pate. Lakini alipowasili, kila alipomkaribia mtu, walipagawa na hofu, macho yao yakimwangalia kama yuko mbali sana, ingawa alikuwa mbele yao. Mama yake alimtazama na kusema, wewe unanukia chumvi iliyokufa, na sauti yako ni kama upepo wa bahari. Ondoka, wewe si mwanangu. Kumbukumbu alizozitoa zilimfanya asimweleze kilichotokea, hata kama alitaka. Kweli, Bakari alitembea juu ya maji, akazungumza na papa na nyangumi, akajua siri za vilindi, lakini akawa mgeni kwa watu wake. Hadithi yake ikasikika pwani yote, ikawa hadithi tuliyosimulia hadi leo. Wavuvi wakisema, usiku wa mwezi mpe. Mtu akitazama baharini usiku sana, anaweza kumwona mtu anayetembea juu ya mawimbi, akining'iniza lulu nyekundu, akilia machozi yanayogeuka lulu ndogo kabla ya kutumbukia baharini. Na wale wanaosikiliza kwa makini wanasikia mlio wa kinanda cha mifupa. Naam, wasikilizaji wangu, hiyo ndiyo hadithi yenu. Sasa mnajua kuwa si vyema kufungua vifua vya baharini bila kibali cha mababu, wala kutamani utajiri unaong'aa gizani. Natoka nayo, na nyinyi mkae na funzo. Ukumbukeni, jicho la bahari hungoja wanaotamani vikubwa, lakini zawadi yake ni upweke wa milele.